mwenyekiti wa kwaya hii ya Mtakatifu Don Bosco NIT atakwenda kutusimulia ni namna gani ambavyo wamefanya maandalizi mpaka kufikia siku hii ya leo katika kilele hiki cha miaka 10 ya uwepo wa kwaya ya Mtakatifu Don Bosco NIT. Kaka, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari ya uzima? Salama. Kwanza pole sana na hongera kwa maandalizi. Asante. Hakika mmetushangaza. Mimi pamoja na wageni wote waliko ambao wamefika katika tukio hili, mmetushangaza. Ni kitu ambacho hatukutegemea. Yaani kitu tunachokiona hapa na kitu ambacho kilikuwa kwenye mafikirio yetu ni vitu viwili tofauti kabisa. Mmefanya kitu kikubwa, mmeacha alama, mmeacha historia. Kulikuwa na ugumu gani mwenyekiti katika kuliandaa jambo na tukio kama hili? Ugumu kwenye kila tukio mnalolifanya lazima uwepo kutokana na matarajio ya viongozi ilivyokuwa. Ilikuwa ngumu moja kwa moja kwa wanakwaya wengine kuelewa ambacho viongozi wanatarajia. Ile kumwandaa mwanakwaya kisaikolojia amini kile ambacho tutakifanya kuwa ni kikubwa. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo ilikuwa ni inasumbua ni namna gani, kwa sababu asilimia kubwa ya sherehe yetu imefanikishwa na wanakwaya wenyewe. Hivyo maandalizi ya utoaji wa michango na nini hivyo, yani ilikuwa ni changamoto kwa namna moja au nyingine, jinsi ya kukusanya, yani kumuinfluence mtu hadi atoe hela kwa ajili ya sherehe ambayo maybe hajaishiriki sherehe kama ile, ama ameshawahi akakutwa na sintofahamu ambayo hakutarajia sherehe iwe vile ikaharibika kulingana na mafikirio yake. Kwa tumekutana na watu wa design hiyo. Kwa changamoto ni kama hizo. Changamoto zingine ni za kiafya na kiratiba za chuo. Ya ukizungumzia masuala ya kiafya, labda wenzetu walikuwa wanapatwa na wasumbuliwa na ugonjwa na nini. Kwa mazoezi ya kujiandaa na hii sherehe kidogo yalikuwa yanasumbua. Ukizingatia pia kwenye kwaya kwa ujumla tuna ratiba zingine za masomo. Hivyo ukichanganya ratiba za kwaya na masomo, changamoto inakuwa uwezi ukampata mwanakwaya kila siku zoezini. Shift ile iliwasumbua walimu kwa namna moja au nyingine kuelekea maandalizi yetu ya hii sherehe. Ndio. Mwenyekiti, hauna hata miezi 5 ya uongozi. Na pap baada ya kuingia tumekutana na hili. Ilikuwa ni mzigo mzito kiasi gani kwako? Ilikuwa mzigo mzito kwa namna moja, ila ilikuwa mzigo mwepesi kwa namna moja nyingine pia. Kwa sababu kabla sijawa kiongozi nilikuwa ni kama mwenyekiti wa kamati ya hii sherehe. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine iliniwia kiurahisi, kwa sababu nilikuwepo tayari kwenye kamati na sisi ndo tuliandaa dira ya hii sherehe itakavyokuwa. Kabla hujawa kiongozi? Kabla sijawa kiongozi. Kwa nilivyoingia kwa kiongozi nilikuwa na timilizia ambayo niliyafanyia kazi kipindi nipo kwenye kamati ya sherehe. Kwa namna moja au nyingine ugumu ulikuja pale ambapo mimi ndio ninayeangaliwa sasa nikamilishe sherehe, tofauti na kwa tu mwenyekiti labda wa kamati. Sasa mimi ni mwenyekiti na nafanikishaje sherehe? Hilo ndio fikirio ambalo mimi lilikuwa linanitesa akilini mwangu. Kwa tunamshukuru Mungu leo hii ni makubwa ambayo yanaonekana, watu wamefurahi, wameenjoy. Kwa tunamshukuru tu Mungu mwingi wa rehema, ambao nadhani yeye ndo aliyefanikisha hili tukio. Na kwa jitihada ambazo tumefanya viongozi, of course muda mwingine tulikuwa tulali kabisa, mnakesha mnajadili tunafanyeje, hapa pamemisi tufanyeje. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Katika yale maandalizi ambayo mliyafanya kama kamati na kama uongozi, na kwa hiki ambacho tunakiona siku hii ya leo, kwenu mnahisi mmefanikiwa sana, au kuna sehemu unaona kama kuna sehemu tulitakiwa tufanye zaidi lakini hatujapata yale matokeo ambayo tuliandaa? Kwenye kila tukio unaloliandaa unatarajia uwe na asilimia za umefanikiwa kiasi gani. Kwa namna moja au nyingine tunaweza tukasema tupo over 80%, ambapo kwa kawaida tunamshukuru Mungu tumeweza kuvuka, yani tumeweza kufikia asilimia ambazo ni nyingi, japo hazijatimia 100 kulingana na sisi ambavyo tulikuwa tunatazamia. Kwa maandalizi ambayo tumeyafanya, asilimia ambazo tumeweza kuzitathmini kwa kifupi ni hizo. Ambazo zimebaki ni kawaida kwenye kila
Kila maandalizi lazima kuwepo na changamoto ambazo zinakwamisha kufikia 100%. Yeah. Hongereni sana. Hata mwenyekiti, tumia fursa hii. Najua katika sherehe hii, katika maandalizi ya sherehe nzima, wapo wadau mbalimbali ambao wamewashika mkono, ambao pengine leo hawapo humu kwenye sherehe na wengine wako maeneo mbalimbali wakiendelea kututazama kupitia Jugo Media, Injili Ganjani Mwako. Sasa neno lako la shukrani kwao ni lipi wakati tunaelekea mwishoni kabisa mwa sherehe yetu? Kwanza kabisa nitoe shukrani zangu za dhati kwa waalikwa wote walioshiriki, wanakwaya Don Bosco, Philomena, TIA pia. Niwashukuru sana kwa ujio wao, kwani sherehe ni watu, kwa bila watu hamna sherehe. Bila watu tungeandaa vinywaji, tungeandaa chakula, lakini kama hamna watu manake hamna sherehe. Pia nitoe shukrani zangu za dhati kwa wale waliofanikisha kwa namna moja au nyingine kutimiza hii sherehe, na wale ambao tumeshirikiana nao pamoja kufanya changizo kwa ajili ya kutusaidia malengo ambayo tunayo sisi kama viongozi ya kuifikisha kwaya mahali fulani ambapo ni pazuri. Tunawashukuru sana. Mungu na awabariki. Hivyo tunaomba, tunatumia nafasi kuomba kwa wadau mbalimbali ambao kwa moyo wao wenye huruma na wenye mapenzi mema ya Mungu, wakipendezwa na kile tunachokifanya, naamini watapendezwa kwa sababu ni mema, ni chema tunayofanya. Kwa namna moja au nyingine tunawakaribisha sana kuja kutudhamini kwa namna yoyote, kwa sababu ukizingatia tuna ziara mbalimbali ndani ya mwaka mzima. Tuna mambo mengi ambayo huwa tuna expect kufanya. Hivyo halitaishia tukio hili, mwanzo wa tukio na mwisho wa tukio, manake mwisho wa tukio ni mwanzo wa tukio lingine. Hivyo kwa tukio hili likitimika, ina maana yake tutatarajia kufanya mengine zaidi ambayo yanatujenga sisi kama vijana kuendelea kumtukuza Mungu kupitia injili ya uinjilishaji.